399, wanawake 76, jumla kuu 475. Tafadhali kusikiliza. Vijana hao wa Ujenzi wa Taifa wa Mkombozi 72 2026 wavulana 6 watapata mafunzo mbalimbali katika chuo chetu cha JKU. Mafunzo watakayoshirikisha hapa kwa kipindi chote watafanya utimamu wa mwili, kwata, mbinu za kivita, ujanja wa porini, silaha ndogo, usomaji wa ramani, sheria za kijeshi, uraia na uzalendo, huduma ya kwanza, usalama wa ndani, kilimo, uvuvi, ufugaji na utamaduni na sana michezo. Afande Mwenyezi, niombe au wakumbushe walimu wetu watushika kozi hii. Kozi hii ni kozi ya vijana Ujenzi wa Taifa. Lengo lao ni kuwapa uzalendo na ukakamavu zaidi. Kwa hivyo tudumishe utamaduni wetu au semina yetu ya kufunzi pia na hapa inatuhusu, si kwenye kozi zetu za dunia na isinia. Isipokuwa kwa kozi hii ya vijana inatuhusu tudumishe nidhamu na utamaduni katika kuendesha nchi yetu. Afande rasmi, madhumuni ya mafunzo haya ni kuwajengea uwezo na ufahamu vijana hao kuingia katika wajibu wao kutumikia taifa hili, ili wawe wazalendo wa nchi hii na wawe imara katika kutumikia taifa lao. Kwanza kabisa naomba kuchukua nafasi hii kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, kwa kutujalia uhai, uzima na afya njema na kutuwezesha kukutana mahali hapa kwa lengo la ufunguzi wa mafunzo ya vijana wa kujenga taifa mkupuo wa 72. Vile vile napenda kukushukuru na kupongeza wewe mwenyewe kwa kukubali ombi letu la kuwa mgeni rasmi katika hafla hii. Pia napenda kumshukuru sana afande mkuu wa JKU Kanali M.A. Daima kwa kuteua wewe kuwa mgeni rasmi katika hafla hii. Aidha, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru mshauri elekezi wa mafunzo JKU Meja Hafiz Shaban Suleiman pamoja na timu yake kwa namna ambavyo anahakikisha kuwa mafunzo mbalimbali yanayotolewa yanakuwa na kiwango kinachokubalika. Malengo ya mafunzo. Afande mgeni rasmi, kimsingi madhumuni hasa ya mafunzo haya ni kuwafanya vijana hawa kuwa na ukakamavu, nidhamu, heshima, utii na adabu, uhodari na kujiamini, waweze kuwa na mawazo ya kujitegemea wenyewe na kujiajiri wenyewe, wawe wenye umoja na ushirikiano, upendo na uzalendo, wawe na maadili mema na kadhalika, na kutuwezesha kukutana hapa kwa lengo la kuendeleza ujenzi wa taifa letu. Pili, namshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuendelea kuiongoza nchi yetu vizuri na jinsi anavyotupa mashirikiano katika kuimarisha na kuendeleza jeshi letu la JKU. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amlinde Kanali Makame Abdalla Daima ambaye ameniteua kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi ya vijana wa Ujenzi wa Taifa mkupuo wa 72 2026. Mwisho, nawashukuru nyote mliohudhuria kwenye sherehe yetu hii. Najua mlikuwa na majukumu mengi muhimu, lakini mkaamua kuja kuungana nasi kwa lengo la kufanikisha jambo hili. Vijana wa Ujenzi wa Taifa, ni dhahiri kwamba uwepo wenu hapa kwa wiki ambazo mmefika katika chuo tayari mnaibisiza kujua kitu gani kiliwaleta hapa.
katika hotuba yangu niwatake musikilize vizuri yale ambayo nayaelezea, yana mnasaba na uwepo wenu hapa na mafunzo ambayo mtapatiwa. Ujenzi wa taifa, kama ambavyo nyinyi mnaitwa vijana wa ujenzi wa taifa. Nini ujenzi wa taifa? Ujenzi wa taifa ni dhana pana inayohusu mchakato wa kuunda utambulisho wa taifa, kuimarisha umoja na kukuza maendeleo ya jamii, ya kijamii na kiuchumi. Katika muktadha wa nchi nyingi hususan barani Afrika, dhana hii imekuwa ikitumika kama ni juhudi mojawapo ya kuhakikisha taifa linakuwa na umoja na mshikamano. Ili kuhakikisha lengo linafikiwa, kuna mambo muhimu ya kutilia mkazo kama umoja wa kitaifa unaoundwa na kuunganisha watu wa makabila, dini na kada tofauti chini ya bendera moja, lugha moja, kama ilivyo Kiswahili nchini Tanzania. Pia kusimamia mfumo wa sheria, katiba ambayo huweka miongozo inayohakikisha haki, usawa na utawala bora kwa raia wake. Pia kutoa elimu na uzalendo kwa kufundisha historia ya nchi na maadili ya kitaifa ili kukuza ari ya kulitumikia taifa. Ndugu vijana wa ujenzi wa taifa, mbali na mambo ambayo yamepangwa kufundishwa kama alivyofafanua mkuu wa mafunzo, katika hotuba yangu nimepanga kukumbusha mambo yafuatayo. La kwanza, nakumbusha suala la kujitambua. Hili jambo la kujitambua ni dhana pana inayohusu uwezo wa mtu kuelewa vizuri nafsi yake, hali yake, hisia zake na nafasi yake katika jamii au taasisi. Katika muktadha wa maendeleo ya kitaaluma na binafsi, kujitambua kunaweza kugawanywa katika maeneo makuu manne kama inavyofuata. Kujitambua kihisia na kifikra. Huku ni kutambua mambo yanayokuendesha kama ubinadamu, kwa mfano nguvu na udhaifu. Kila binadamu anatakiwa kujitambua nguvu yake iko wapi, au mazuri yake yako wapi na madhaifu yake yako wapi. Kwa nini? Litakusaidia kujua kwamba mimi kama binadamu naweza hili lakini hili siwezi, na mwingine naweza hili siwezi. Jumla yenu hapa mmetajwa mko zaidi ya 400. Kwa hiyo kujitambua huku maana yake ujue kwamba uwepo wa mwenzako ni lazima, yani unalazimika kuhitaji msaada wa mwenzako ili kuziba pengo la udhaifu wewe ulio nao. Kwa mfano, wengine mnaweza kupanda minazi, mwingine hawezi. Mwingine anaweza kulima, mwingine hawezi. Kwa hiyo yule ambaye hawezi anahitaji msaada kwa mwenzake kwa ajili ya nini? Kujifunza. Tumeelewana eh? Lakini vile vile kijana unatakiwa kujitambua katika hali ya maadili. Nyote hapo hamkuokotwa porini, mmetoka katika familia zenu na mmefuzwa maadili ya familia, mmefuzwa maadili ya dini, mmefuzwa maadili ya taifa, mmefuzwa maadili ya familia. Hatutarajii katika chuo chetu kuona vijana mna maadili ambayo hayajafundishwa. Tumeelewana? Kijana yoyote atakayekiuka maadili kama ambavyo mtaelezewa na chuo hichi, hatua za kisheria zitafuata. Na ndio maana tunasema tangu mwanzo kwamba kila mtu anatakiwa kujitambua binafsi kwamba mimi nipo hapa, nimekuja kujifunza, natakiwa kufuata maadili ya chuo. Tumeelewana eh?
Jambo jingine, kujitambua katika hisia. Kila mtu ana hisia zake. Kuna hisia katika kupenda, kuna hisia katika kula, kuchagua mimi nataka hichi, sitaki kile, mimi napenda hichi, hichi sipendi, na mambo mengine. Tunacho kiasi. Hisia zako zisikufanye ukafanya mambo ya kuudhi mwenzako, ukafanya mambo ya kukiuka taratibu za chuo, ukafanya mambo ya kukiuka maadili ya taifa. Kwa hiyo tambua wewe binadamu una hisia, lakini pia unalazimika kuzidhibiti hisia zako. Tumeelewana? Jambo la muhimu katika kujitambua ni kuhakikisha kwamba au kujua kwamba suala la kujitambua si suala la kuamka leo ukawa unajitambua, lakini suala la kujifunza taratibu. Angalia mazingira yaliyokuzunguka, angalia walimu wanaokufundisha, angalia mazingira yote kuhusu chakula, malazi, nini, ili ujue kwamba mimi nahitajika kufanya kitu gani. Usichukulie kwamba labda nyumbani nilikuwa nalalia godoro la 6 kwa 6 na hapa ukatengeneza tatizo. Ujue kwamba mazingira ulio ni mazingira ya kijeshi na mazingira ya kujifunza, kwa hiyo unatakiwa kubadilika kuendana na hali iliyopo. Umeelewana? Swala la pili ambalo nataka nikumbushe, baada ya kujitambua, ujue kwamba kuna kitu kinaitwa ulinzi wa taifa letu. Taifa kama mnavyoona, sisi sote hapa ni Watanzania na nchi yetu inaitwa nini? Tanzania. Tanzania inahitaji kulindwa na Watanzania wenyewe. Watanzania ni mimi na wewe na mwingine, sote hapa ni Watanzania. Nchi yetu ina rasilimali nyingi. Nchi yetu imebahatika kuwa na mito, maziwa, bahari, misitu, wanyamapori na miundombinu ambayo tumeitengeneza, barabara, tuna viwanda, tuna nyumba na vitu vingine. Vyote hivi vinahitajika kulindwa. Nani atalinda? Ni sisi. Tumeelewana? Kwa hiyo ujio wenu hapa, mnaandaliwa kwa walinzi wa taifa hili. Kwa hiyo taratibu, ukiwa umewekwa sehemu kulinda, hata kama umewekwa kulinda Mwembe, manake wewe ni mlinzi na mwenzako analinda Sheli, mwenzako analinda hapa. Kwa hiyo tujue kwamba nchi yetu inahitaji kulindwa na walinzi wa taifa ni sisi. Kwa hiyo msije mkajihesabu vingine kuwa labda tumekuja YKU kupata adhabu, kufanya nini. Hapa mnaandaliwa kuwa walinzi wa taifa la Tanzania. Umeelewana eh? Yeah. Baada ya kusema hayo, kwa mamlaka niliyopewa mimi Kanali Haji Ali Ali, mkuu wa utawala wa Jeshi la Kujenga Uchumi, leo tarehe 15 Aprili 2026 saa 4:30 asubuhi nafungua rasmi mafunzo haya ya vijana wa ujenzi wa taifa mkupuo wa 72 26-27 katika chuo cha uongozi Dunga. Niwatakie mafunzo mema. Assalamu alaikum warahmatullahi. Jina langu Said Faki Haji, nakalia Kibweni Bububu skuli. Nimekuja hapa kujifunza na JKU ili kujilinda katika na uvuta bangi na mambo yote ambayo yanaendelea mabaya katika jamii. Nimekuja hapa kupata uwezo wa kujiajiri mwenyewe na kupata nidhamu iliyo bora katika jamii au katika nchi yoyote. Zaidi ya hapa, JKU inamboresha mwanafunzi ama vijana kuwa na nidhamu na wana uwezo wa kuishi na mtu yoyote, awe kipofu ama mlemavu ama yoyote ambaye ana tatizo. Na pia nimekuja hapa kujiandaa niwe mfanyakazi bora katika jamii pamoja na nchi yangu. Na washauri vijana wenzangu kwamba tujeni katika sehemu ambayo kujifunza ukakamavu, ujasiri na kujiamini, sehemu yoyote ambapo utakutana na vitu ambavyo tofauti.
Kwa majina naitwa Usna Osman Malolo, natokea kwa Hani Mchanga Mwingi. Nimekuja hapa JKU kujifunza mambo mbalimbali kama kilimo, uvuvi, mifugo na kujenga ukakamavu, nidhamu, adabu, kujiepusha na visawishi vya mtihani. Lakini tumekuja hapa kujifunza mambo mengi ili tujiajili wenyewe, na tunaamini tukitoka JKU tunaweza. JKU inafunza mambo mengi sana. Waliotokea hapa wanaume, wanawake, wazee, vijana, lakini mpaka sasa hivi wanaweza kujiajili wenyewe, wengine wameajiliwa. Kwa hiyo tumekuja hapa kujifunza mambo mbalimbali.